Hata naomba nishukurie mwenyewe. Nishukurie mwenyewe. Huyu mtoto mnamuona leo amependeza, mnavalisha wenyewe wapendwa. Kikundi cha wanawake wa Tandala wilayani Makete mkoani Njombe maarufu Superwoman kimewakumbuka wahitaji 8 wa kata Tandala wilayani hapo kwa kuwapatia mahitaji mbalimbali. Akizungumza mwenyekiti wa kikundi hicho Rosemary Pila amesema wao kama wanawake wakati wa mfungo wa Ramadhani na Kwaresma wameona watoe sadaka yao kwa wahitaji kwa kuwapatia magodoro kwa baadhi yao, vitanda kwa wahitaji wawili, blanketi, nguo na mahitaji ya chakula. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa wilaya Makete Agustino Ngailo ambaye ni afisa tarafa ya Lupalilo amesema kitendo walichofanya wanawake hao kinapaswa kupongezwa, kwani kwa kidogo walichonacho wameamua kuwasaidia wahitaji, na serikali ya wilaya Makete kupitia kwa mkuu wa wilaya Kisa Kasongwa itaendelea kuungana nao katika kuwajali wahitaji. Kidogo tunazunguka kata nzima, kwa hiyo hii yote wamejitoa kwenye mfuko wao mama, kwa upendo wao wameona waje wakuone. Tunacho kidogo tupokee mama yetu. Wamechanga, walikuja mara ya kwanza wakaleta hii duveti. Unaona amejifunika hili. Lakini tukaona ni si vyema, siku ile tulivyokuja mara ya kwanza tuliona kama tandiko alipo. Tumeona turudi tena tumpe tandiko. Tunampa tandiko kwa sababu blanketi kimeshampa. Lakini tumeona ni vyema pia apate supu. Kwa sababu afya yake tumeona ilivyo haita nani. Kwa hiyo wana Superwoman hawa ni wamama wamejitoa, hela za kutoka mifukoni mwao, wala sio kusema wamechangisha sehemu, ni za kwao. Kwa hiyo wanazunguka tena kata nzima. Kwa hiyo wao wamejaliwa kutenda matendo ya huruma kipindi hiki cha Pasaka na mfungo wa Waislamu. Hongereni sana. Hiki mnachokifanya mnaweza kuona ni kitu kidogo sana, lakini ni kikubwa sana mbele ya mwanadamu na mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiki mnachokifanya ni kikubwa sana. Halo, hongera baba, pokea hivyo. Saidie baba. Pole sana. Basi nawashukuru sana kikundi cha Superwoman kata ya Tandala. Mungu awabariki na azidi kuwazidishia tena katika mifuko yenu pale mlipotoa. Asanteni sana. Pata na sukari hapo 10,000. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Kitongoji tunaomba uchukue nafasi kwa ajili ya kushukuru kwa niaba ya Superwoman hawa kwa kazi yao. Ili mturuhusu kutokana na haja yao. Asanteni sana. Asanteni kwa moyo wenu wa kujitoa, moyo wenu wa huruma. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu kwa sababu mmeiona changamoto na mmekuja kuitatua changamoto. Jina la Bwana na lihimidiwe. Lakini Mungu pia akabariki kwenye kazi zenu za mikono zilizowezesha kukipata kipato ambacho mmekuja kuinua na kuiona familia hii. Tunaamini hapa sio mwisho kwa sababu mna moyo wa utoaji. Basi hata sisi pia Wanasingida mmetupa nafasi ya kujifunza, tuna kila sababu ya kuendelea kuwahudumia wahitaji. Mungu awabariki sana. Asante jamani, asante. Asante Mungu, asante. Asante. Nawashukuru wote akina mama kwa kuweza kujitoa kwa ajili ya kumsaidia mama mwenzetu. Tumeshaona nguvu zenu na upendo wenu wa dhati. Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda, awabariki kwa chochote mlichokitoa kidogo. Kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa sana, ni sadaka kubwa sana. Naomba tuendelee kuwa na moyo wa hivyo hivyo. Mama yangu mwende jinya, mama sakati. Mama wa mimi. Kundi lako lote naomba nishukurie mwenyewe. Nishukurie mwenyewe. Huyu mtoto mnamuona leo amependeza, mnavalisha wenyewe wapendwa. Jamani, nashukuru wapendwa. Mungu aendelee kuwatia moyo. Mwana jale na miaka 28 ndeji. Sasa ndete ngoko pata mrajani. Fanya sijawahi ona. Kwangu niseme ni awamu ya kwanza. Sijawahi itokea. Ninawashukuru sana mlichokifanya na ninaomba tuendelee kwa ushirikiano mzuri, yani tuwe tunashirikiana kama tunavyoshirikiana saa hizi. Na kumuona Fao. Tumebeba kitu kidogo sana. Tumebeba kitenge na sabuni kidogo na kila kitu. Fao tusamehe. Mbarikiwe kwa upendo wenu. Maandiko yanatuambia dini iliyo safi mbele za Mungu wetu ni kuwajali
yatima, wajane na wenye mahitaji mbalimbali. Inawezekana mnaona ni kidogo, lakini Mungu anaona mlipofanya. Ajaze pale mlipopunguza kwa ajili ya familia hii. Zoezi la kundi la wanawake ambao wamefanya matendo ya huruma katika kuhakikisha wanawasaidia watu wenye uhitaji kata ya Tandala. Ni mara ya pili leo. Siku ya kwanza walifanya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Lakini baada ya kuona uhitaji ni mkubwa, leo wamewatembelea takriban wahitaji 8 ambao wanajumuisha vijiji vya Tandala yenyewe, vijiji vya Ikonda, Ihera na Usagatikwa. Kwa kweli wanawake hawa shupavu, takriban wanawake 45 wamejitoa kwa hali na mali katika kipato chao kidogo, wamefanya mambo makubwa sana, na wameweza kutoa vitanda, wameweza kutoa magodoro, wameweza kutoa nguo mbalimbali, wameweza kutoa na mahitaji ya chakula mbalimbali na fedha wameweza kutoa. Kwa hiyo katika zoezi hili mkuu wa wilaya Makete Mheshimiwa Kisagwa Kisa Kasongwa alitakuwa awepo hapa aweze kuungana na kina mama hawa ambao walimwalika katika tukio muhimu sana la kiungwana, la kiubinadamu, matendo ya huruma. Na kutokana na majukumu mengi aliyokuwa nayo, akanitaka mimi msaidizi wake afisa tarafa Lupalilo niweze kumwakilisha. Na kwa kweli nimemwakilisha na zoezi limekwenda salama na sasa tunakwenda kuhitimisha. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii nzima waweze kuona namna gani wakina mama hawa wanafanya jitihada hizi za kufanya matendo ya huruma kwa mama wenzao, kwa vijana wenzao na kwa jamii nzima. Basi tunaalika jamii nzima iweze kuona hakuna anayependa matatizo ya mkute. Hakuna anayependa homa zimkute. Isipokuwa katika mfumo wa maisha unajikuta tu mambo yamekukuta. Kwa hiyo unapoona mwenzako yamemkuta haya, tunawaalika watu tuweze kuwaona na kuwafariji wenzetu, ili na wenyewe wajisikie ni sehemu ya jamii, ni sehemu ya faraja katika maisha, wajione na wenyewe ni sehemu wana furaha katika maisha yao. Basi tunaalikwa tufanye hivyo ili jamii yetu iweze kuwa salama, na tunajenga upendo wa dhati. Na kutokana na hayo hata mambo mengine ya hovyo yanatoka, sababu watu wanakuwa na upendo wa wenzao.